الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين, nakuhusieni kumcha Allah bila kusahau kihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah fi sirri wal alan. Kadhalika nakuhusieni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuhal muslimun, أن الله يمنع لمن جلس مجالس العلم 4 منح. Enyi waja wa Allah, hakika Allah anawatunuku wale watakaokaa vikao vya kusoma elimu ya sheria, anawatunuku mambo manne. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema alayhi salatu wassalam min hadithi Abi Hurairata inda al-Imam Muslim, majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها المسلمون, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hawatojikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah, kazi yao kubwa ikawa ni kusoma kitabu cha Allah, na wakawa wanasomeshana kati yao, anayejua anamsomesha asiyojua, na aliyokuwa juu anamsomesha aliyokuwa chini, isiyokuwa Allah subhanahu atawatelemshia juu yao as-sakina tumaaninatul qalbi wa inshirahi sadr, atawapa katika moyo ukunjufu, atawapa utulivu katika nyoyo. Ukitaka utulivu wa duniani kutokana na mastresi yote, kisome kitabu cha Allah, ni sababu ya kupata utulivu wa moyo na kufunguka kifua chako. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, wa ghashiyatuhumur rahma, jambo la pili, watafunikwa wao na rehma za Allah. Allah ataweka rehma zake kwa waja hawa kuweza kuwafunika, kwa sababu wao wamekaa chini, wamekubali kutafuta elimu ya sheria. Wa haffathumul malaika ay ahatat bihim ikraman lahum, watawazunguka wao malaika kwa kuwakirimu, ridhan lima yatlub, hali ya kuridhia kile anachokitafuta huyu mtafuta elimu. Ndugu zangu Waislamu, kutafuta elimu ya sheria ni katika moja ya mambo ambayo yanapelekea kupata utulivu wa nafsi, kadhalika kufunikwa na rehma za Allah, kadhalika na kuzungukwa na malaika. Wa dhakarahumullahu fi man inda, kubwa kuliko Allah subhanahu wa ta'ala anawataja wale wanaotafuta elimu yake, anawataja wale wanaosoma kitabu chake kwa viumbe walioko mbele yake. Au sababu kubwa ya kutajwa ni kwa sababu ya kule kutafuta kwake elimu. Ayuhal muslimuna ibadallah, taallumul Qur'an min afdalil a'mali wa min ajalli al-ibadat. Kusoma Qur'an, kutafuta elimu ya sheria, afdalul a'mali, matendo bora zaidi, wa ajallil ibadat, na ni ibada tukufu mno. Hakuna kama ibada ya kutafuta elimu ya sheria, kwa sababu hii elimu ndiyo njia ya kupelekea wewe ukaweza kumcha Allah ala basira, ukaweza kusali, ukaweza kufanya mambo yako ya kimiamala kwa ufahamu, na ukaweza kuacha mambo kwa ufahamu. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tujihimize baada ya kutoka misimu ya kheri ambao tulikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani na kuondoka, basi isiwe tu ile kheri ikawa imeondoka na Ramadhani. Tuendelee kudumisha kheri hii. Tulikuwa tukisoma Qur'an, tulikuwa tukifanya adhkar na tadarrabu fiha. Katika madrasa hiyo tukawa tumekula mazoezi ya kusoma Qur'an, tukachukua mazoezi ya kuwa wema, tukachukua mazoezi ya kuwa wenye maneno laini, maneno mazuri, tukachukua mazoezi mbalimbali ambao ni mwezi wa Qur'an. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Ma'ashara almuslimin, afdalul a'mal wa ahabbu ila Allah adwamuha wa in qall. Enyi ndugu Waislamu,
katika matendo ambayo yanapendeza mno kwa Allah ni yale yenye kudumu mja anayafanya hata yakiwa ni machache. Tenga muda wako wewe Muislamu, katika muda wako wa masaa 24 tenga dakika 10 au saa moja au siku moja. Isipite siku katika masiku haujakisoma kitabu cha Allah, wala isipite siku katika masiku haujafanya adhkar, wala haujafanya istighfar, wala haujatoa sadaka, kwa sababu haya ni katika mambo ambayo Allah anayapenda hata ikiwa ni machache. Au kama hujui, basi tunakuamisheni, sogeeni katika markaz au jongeeni katika vituo vinavyosomesha elimu, mujitahidi muweze kusoma kitabu chenu, kitabu cha Allah, ambacho kitabu hiko ndiyo afdalul kutub wa ahsanul kalam wa asdaqul kalam, ndiyo maneno mazuri zaidi na ndiyo mazungumzo ya kweli zaidi. Hakuna mazungumzo ya kweli kama kusoma kitabu cha Allah, kama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wale ambao yaqumu bitilawati, wanasimama kidete kusoma kitabu chake, wa dhamma man kafara bih wa a'rad, na akawalaumu na kuwasema vibaya wote ambao wanakiweka nyuma kitabu cha Allah, wakakiwa ni wenye kukisema vibaya na kukibeza na kukipuuza. Faqala subhana, akasema subhana, alladhina atainahumul kitab, na wale ambao tuliowapa kitabu, alyahudi wan nasara, yaslunahu haqqa tilawatihi, wanakisoma kitabu hiko ukweli wa kukisoma. Ulaika yu'minuna bih, hao ndio wenye kukiamini kitabu hiko. Na siku zote kusoma dini ya Allah, kusoma Qur'an, ukamkuta mtu amekaa malikiti msikitini anasoma Qur'an, fahamu hiyo ni katika moja ya imani. Yu'minuna bih, wanakiamini kitabu hiko. Ukiwa una imani wewe, huwezi ukakaa malikiti kusoma kitabu cha Allah. Basi wale wanaosoma kitabu hata dakika 2-3, hao wana alama ya imani katika nyoyo zao, na tunamwomba Allah athibitishe imani zao katika nyoyo zao. Lakini Allah akasema, waman yakfuru bih faulaika humul khasirun, na yeyote atakayekipinga, akapinga au akapuuza kutokusoma kitabu cha Allah, basi hao watu watakuwa ni wenye hasara. Ewe Muislamu, angalia usiwe katika wale watakaopata hasara mbele ya Allah. Muda unao, usitoe kigezo kwamba muda sina. Mbona muda wa kufanya mambo yako unao? Mbona muda wa kufanya kile unacho? Mbona muda wa kufanya hii unao? Lakini fahamu ya kwamba wewe utakuwa, usije ukaingia kwa wale ambao Allah amewasema vibaya. Wa dhamma subhanahu wala man a'rada dhikra, Allah akawasema vibaya na kuwalaumu wale wanaoupa mgongo utajo wake. Faqal wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na yoyote Muislamu ambaye atapuuza, akakipa nyongo, akaupa nyongo, akaupuuza utajo wangu. Wanawachuoni wa tafsiri wanasema utajo hapa inakusudiwa ni Qur'an, kitabu cha Allah. Wewe Muislamu ukakipuuza, ukawa hutaki kujishughulisha nacho, wajishughulisha na kusoma magazeti ya futuhi na vinginevyo, ya magazeti ya ajabu ajabu, fahamu ya kwamba wewe Muislamu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu wa aina hiyo nitamjalia maisha ya dhiki. Muislamu, katika moja ya kupata faraja katika maisha na kuwa maisha laini, kisome kitabu cha Allah. Utakapokuwa umekisoma kitabu cha Allah, hautakuwa na dhiki ya maisha, hautakuwa wewe na shida ya maisha, tabu za maisha hazitokupatikana kwako wewe. Wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, khasara atakayopata anayeacha kusoma kitabu cha Allah duniani, atakuwa na maisha ya dhiki. Hili linaonekana, kuna watu wanafanya kazi hazistahiki, hata maustadhi hawafanyi kwa sababu ya kukipuuza kitabu cha Allah. Lakini baya zaidi, tutamfufua siku ya Kiyama akiwa hali ya kipofu. Wewe Muislamu, hutaki kusoma kitabu cha Allah, utafufuliwa hali ya kuwa wewe huoni, kipofu. Kipofu wa duniani ni bora zaidi kuliko ule upofu wa Allah subhanahu. Muombe Allah subhanahu kwa majina yake matukufu ajalie tuwe katika wale ambao tutadumu katika matendo madogo hata baada ya Ramadhani kuisha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' din wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam al-Muzani na nje ya Markaz Imam al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.